Kwanza kabisa mke wangu alipika chakula cha jioni. Kwa tamani kulala tukaomba. Baada ya kuomba asubuhi pia tukaomba naye. Mimi niko chumba kingine cha kuombea na yeye yuko kule chumbani anaomba. Tukaomba tukamaliza kuomba. Mimi ilipofikia saa 1 nikatoka nje. Baada ya kutoka kwenye chumba cha kuombea nikawa kama nimepigwa ganzi. Sikurudi tena kwenye chumba kile. Nikawa ninazunguka tu kwenye shughuli za nje. Paka jirani amekuja anamtaja amsaidie mboga ya kuchuma. Na nilipomwambia kwamba hayupo, nadhani ameenda kuchimba viazi kwenye kijiji jirani, ndipo mjukuu wake aliyekuwa ndani akasema kwamba bibi yumo ndani amelala. Ndipo nikashituka nikaingia ndani kwenda kumwangalia, tikisa kwamba imekuwaje tena mpaka umelala mpaka muda huu wa saa 4 na kuamka tena. Kuja kumcheki kumbe amesha kufa kabisa. Na hii hali imeumiza moyo wangu. Taji sana msaada tu labda wa ushauri wa watu mbalimbali, chama pamoja na watu wengine wa karibu. Jambo jingine katika msiba wake unaoishiria leo hii jioni hii, wapo wadau mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi kuanzia kata, wilaya mpaka mkoa wamehusika kwa karibu sana katika huduma ya msiba wake. Wapo watu ambao wamechangia vitu vyao mbalimbali, ndugu na jamaa na viongozi wa chama. Mungu tu aendelee kuwapigania. Siwezi kutaja moja na kila alichokifanya, lakini ninajua tu kwamba moyo wangu unayo hamu ya kuendelea kuwaombea wale waliofanya mambo ya ufanikishaji wa msiba wa mke wangu. Pamoja na hayo sasa, ninashukuru hata uongozi wa chama kuonekana mahali hapa ukinitia faraja ndani ya kata, wilaya pia hata mkoa wameshiriki katika msiba wa mke wangu. Ninakuwa na raha sana na faraja ya pekee kuona viongozi wenzangu wameshiriki katika msiba huu. Kwa majina naitwa Mariam Zakaria, ni mwenyekiti wa umoja wa kina mama katika wilaya ya Kwimba. Ndugu zangu, tumekuja kujumuika kwenye msiba wa mwenyekiti wa kata ya Nkalalo, tawi la Nkalalo ni mwenyekiti wa kata. Kwa kweli tumeumia sana. Mwenzetu alikuwa ni kiungo kikubwa sana katika UWT. Tulikuwa ni msaada kwake. Yaani alikuwa ni mchechi. Alikuwa anajituma kwa hali na mali yote. Tukimwagiza kitu alikuwa hachelewi, mwenyekiti anakuja. Yaani alikuwa anaongoza vizuri sana kata yake. Walikuwa hawana hata mpasuko. Walikuwa wako pamoja. Walikuwa wanaenda pamoja na katibu wake. Kwa kweli tumeumia sana na tutamkumbuka kwa yote mazuri aliyoyafanya katibu wetu. Maana alikuwa ni kiunganishi kwa watu. Alikuwa anakitetea Chama cha Mapinduzi. Hata kwa wakati baada ya uhai wake alikuwa anahamasisha watu kujiandikisha kwenye daftari la kudumu ili tuweze kumchagua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu. Kwa kweli tutamkumbuka sana. Kwa jina ninaitwa Agatha Rubuva, ndio katibu wa CCM wilaya ya Kwimba. Kwa kweli msiba huu nimeupokea kwa masikitiko sana. Nimepoteza kiungo muhimu cha chama ambayo wanawake wanategemewa sana katika chama chetu cha Mapinduzi. Hivyo tunajua tumepata pengo kubwa. Ninachowaasa wanachama walioachwa na mwenyekiti wao wa kata wa UWT waendelee tu na mshikamano, waendelee kumwenzi mwenyekiti aliyeondoka ambaye ametangulia mbele za haki kwa kuendelea kushikamana na kufuata yale yote ambaye aliyokuwa akiwaongoza na kuwaasa. Waendelee tu na mshikamano, maana sisi tunakwenda kwenye uchaguzi. Najua mbele yetu kuna kazi kubwa na wanawake ndio tunawategemea zaidi katika kushinda katika chama chetu. Hivyo tumepokea kwa masikitiko sana msiba huu. Mimi kama mlezi wa jumuiya kwa kweli naungana nao na nitaendelea kushirikiana nao kwa vyovyote vile kwa hali na mali, ili mpaka tunapokwenda kwenye uchaguzi basi ili pengo la mwenyekiti tuone kwamba tumepata pengo, lakini tuendelee kushikamana. Kwa majina naitwa Neema Edward Mgomera, ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania wilaya ya Ukerewe. Niko hapa kata ya Nkalalo wilaya ya Kwimba
Nimekuja kumuhani na kuwapa pole wanawake wenzangu wa wilaya hii ya Kwimba kumpoteza mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania kata ya Nkalalo, dada yetu ambaye ametuacha leo na tutakuja kuonana naye baadaye. Natoa pole kwa mwenyekiti wa wilaya mama yangu Mariam, katibu wa wilaya, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kwimba na wanakwimba wote, hasa wanawake, kwa kupoteza nguvu kazi na kupoteza kula ya muhimu sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na diwani pamoja na mbunge. Niwaombe Wanankalalo waendelee kuwa wamoja, wenye mshikamano, hasa kupitia jambo hili basi liendelee kuwaweka pamoja na kumuenzi kwa mazuri aliyoyafanya ndani ya jumuiya yetu ya Umoja wa Wanawake Tanzania. Mimi naitwa Cuthbert Albert Joseph, alimaarufu kama kada mtiifu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Mimi kwanza kwa pande mbili, mimi kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi nimeumizwa sana na kifo cha mama yetu mwenyekiti wa UWT kata ya Nkalalo, kwa sababu unafahamu tena yule alikuwa ni mama mwenye uzoefu mkubwa na alikuwa kiungo muhimu kwenye pande zote mbili, wa vijana, wazazi pamoja na UWT pamoja na viongozi wote. Ndio maana naona msiba huu viongozi wengi wa mkoa wa wilaya wa Chama cha Mapinduzi wamekuja. Lakini kwa upande wa pili, huyu alikuwa ni mama yangu, japo si mama yangu wa kunizaa, lakini alikuwa ni mama yangu mdogo. Kwa hiyo kwetu sisi kama familia alikuwa ni mama, alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Kama unavyoona familia yetu ni familia yenye hofu ya Mungu. Alikuwa mtumishi wa Mungu kwetu, alikuwa ni mama, alikuwa ni bibi, alikuwa ni kuunganishi, alikuwa pia anaweza kutufundisha. Kwa hiyo alikuwa mwalimu wetu, mtu wa kufundisha mambo ya dini, mambo ya maisha. Kweli kama familia tumepata pigo kubwa na mzee wetu hapo, mzee Kajenje. Najua kwamba sasa inabidi tumpe ushauri mwingi ili aweze kukaa karibu, kwa sababu ilikuwa ni familia ambayo wanapendana sana. Wazee kwa muda wao wote wa maisha yao ya kindoa wameishi vizuri. Kwa hiyo kwetu sisi kama familia tumepata pigo kubwa sana. Na mama ambao wameachwa kwenye hii jumuiya ya UWT kata waige tu yale mema ambayo huyu mama huyu alikuwa anayafanya. Hakuwa na siasa za visasi, alikuwa anaunganisha makundi yote. Kwa hiyo nao waige tu kwamba wao kina mama ambao wanaweza kuunganisha watu katika makundi mbalimbali. Lakini zaidi, kama unavyojua, marehemu alikuwa ni mtu wa Mungu, kwa hiyo alikuwa anachukia rushwa. Kwa siasa za rushwa kwake hazikuwa na nafasi. Kwa hata kina mama waliobaki kwenye UWT waige siasa za kutopenda rushwa, kama marehemu ambavyo alikuwa anaishi, kwamba alikuwa anaishi kwa hofu ya Mungu.